Katika kipindi cha miezi kadhaa iliyopita, taifa limeshuhudia matukio mbalimbali ya uvamizi wa makazi ya watu, kutoweka katika mazingira yasiyoeleweka, pamoja na mashambulizi dhidi ya viongozi wa kijamii na kidini. Hali hiyo iliibua mjadala mpana kuhusu umuhimu wa kuimarisha mifumo ya ulinzi na uchunguzi, wakati vyombo vya dola vikiendelea na taratibu zake za kiuchunguzi kwa mujibu wa sheria. Faili hili limefunguliwa na Frank Kashonde. Miongoni mwa matukio yaliyojadiliwa kwa mapana ni tukio la kutoweka kwa Mdude Mpaluka Nyagali, maarufu kama Mdude Nyagali, mwana harakati na mwanachama wa chama cha siasa cha Chadema. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na chama chake pamoja na familia, Mdude aliripotiwa kuchukuliwa na watu wasiojulikana kutoka nyumbani kwake jijini Mbeya mnamo tarehe 2 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Taarifa hizo zinaeleza kwamba tukio hilo lilitokea nyakati za usiku na tangu wakati huo hajulikani alipo. Jeshi la polisi lilithibitisha kupokea taarifa ya tukio hilo na kueleza kwamba uchunguzi ulianza mara moja ili kubaini ukweli wa tukio hilo na hatma ya Mdude. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa yote mwenye taarifa za mahali alipo Mpaluka Saidi Nyagali au maarufu Mdude azitoe ili kufanikisha kumpata pamoja na taarifa za watu waliohusika katika tukio hili. Katika tukio jingine lililovuta hisia za wananchi lilimhusu Humphrey Polepole, aliyewahi kuhudumu katika nyadhifa mbalimbali za kisiasa pamoja na kidiplomasia, ambaye aliripotiwa kutoweka kutoka nyumbani kwake eneo la Ununio, Kinondoni, jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa za awali, tukio hilo liliripotiwa kutokea usiku wa tarehe 6 ya mwezi Oktoba mwaka 2025, ambapo kulionekana dalili za uvamizi katika makazi yake. Familia iliripoti tukio hilo kwenye vyombo vya usalama ambavyo vilieleza kwamba vinaendelea na uchunguzi wa kina ili kubaini mazingira ya tukio hilo. Jeshi la polisi lingependa kutoa taarifa kuwa bado linaendelea kumsubiri ndugu Humphrey Polepole aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai. Ndugu Humphrey Polepole alitumiwa barua ya wito kwa mujibu wa sheria za nchi aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai ili atoe maelezo kuhusiana na tuma mbalimbali alizozitoa kupitia mitandao ya kijamii, lakini hadi leo hajatekeleza maelekezo hayo kwa mujibu wa sheria. Jeshi la polisi limeona taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na ndugu zake kuwa ametekwa. Tayari tumeanza kufanyia kazi taarifa husika ili kupata ukweli wake. Kwa upande wa viongozi wa dini, tukio ambalo liliripotiwa tarehe 30 ya mwezi Aprili mwaka 2025 linamhusu Padri Dr. Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, aliyeshambuliwa karibu na ofisi za TEC eneo la Kurasini jijini Dar es Salaam. Padri Kitima alijeruhiwa kichwani na kukimbizwa hospitali kwa ajili ya matibabu. Tukio hilo lilipokelewa kwa masikitiko makubwa na wadau mbalimbali, huku vyombo vya ulinzi vikieleza kuhusu tukio hilo. Tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2025 majira ya saa 4 usiku, maeneo ya Baraza la Maaskofu Tanzania Kurasini, Temeke, Dar es Salaam, ilipokelewa taarifa ya kujeruhiwa kwa Padri Charles Kitima ambaye ni katibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Mtu mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Rauli Mahabi maarufu kama Haraja, mkazi wa Kurasini, anashikiliwa na kuhojiwa kuhusiana na tukio hilo. Tukiendelea kusalia hapo hapo kwenye upande wa viongozi wa dini, katika mkoa wa Ruvuma, kanisa Katoliki liliwahi kutoa taarifa ya kutoonekana kwa Padri Camillus Nekata tangu tarehe 7 Oktoba mwaka 2025. Taarifa ya kanisa ilieleza kwamba Padri Nekata aliwasili Songea tarehe 3 ya mwezi Oktoba mwaka 2025 akitokea Dodoma na kufikia katika makazi ya mapadri, na ilidaiwa kwamba alionekana kwa mara ya mwisho akiondoka eneo la mtaa wa Kanisani akiwa na kibegi kidogo akielekea eneo la stendi ya zamani ya mabasi ya Mfaranyaki. Baada ya taarifa kusambaa, hatimaye vyombo vya ulinzi vilifanikiwa kumpata kasisi huyo akiwa hoi bin taaban kwenye moja ya mashamba. Kwa Ruvuma nimepokea taarifa hiyo
limeanza kufanya upelelezi wa kina wa kumtafuta Father Mikata, na tutakuwa tunatoa taarifa ya mara kwa mara wakati upelelezi huu unapoendelea. Matukio haya licha ya kuwa yanachunguzwa kwa nyakati tofauti, lakini yamechangia pakubwa kuibua kwa mjadala wa kitaifa kuhusu usalama wa raia na umuhimu wa kuendelea kuimarisha mifumo ya tahadhari, uwazi na mawasiliano kwa umma. Kadri mwaka 2025 unavyofikia tamati, matarajio ya wananchi yanaelekezwa katika kuona ukweli wa kila tukio ukibainishwa kwa mujibu wa sheria, haki kutendeka na imani ya wananchi kwa mifumo ya ulinzi ikiendelea kuimarishwa. Franki Kashonde, EATV.